Jumuiya ya Maimamu Zanzibar imewataka viongozi na wafuasi wa vyama vya CCM na ACT Wazalendo kuendelea kudumisha maridhiano na kuepuka kauli na vitendo vinavyoweza kuvuruga amani na utulivu wa Zanzibar. Akizungumza na waandishi wa habari huko ofisini kwao Jumaza, katibu mtendaji wa Jumaza Sheikh Ali Abdullah Amur amesema jumuiya hiyo inachukua hatua hiyo kutokana na hali ya kisiasa inayojitokeza nchini na umuhimu wa kulinda umoja na mshikamano wa Zanzibar. Sheikh Ali amesema Jumaza inaamini kuwa maridhiano ndiyo njia pekee ya kujenga Zanzibar yenye amani, umoja na maendeleo. Hivyo amewataka viongozi wa vyama vya siasa kuweka mbele maslahi ya wananchi. Kwa niaba ya maimamu wote wa Zanzibar pamoja na taasisi za Kiislamu inaunga mkono kwa dhati hatua hiyo ya maridhiano pamoja na kuwapongeza viongozi wakuu wa vyama vya CCM na ACT Wazalendo kwa kuonesha kuguswa na kuweka mbele maslahi ya Zanzibar na Wazanzibari kwa ujumla na upana wake. Vile vile, Jumuiya ya Maimamu Zanzibar Jumaza inapenda kuchukua fursa hii kuwapongeza kwa dhati viongozi wetu wastaafu Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein na Dr. Amani Abeidi Karume na Sheikh Juma Mihaji kwa kusimamia kwa dhati mchakato huu juu ya maridhiano na kuonesha ukakamavu wao wa kisiasa na kutanguliza mbele maslahi ya Zanzibar na wananchi wake. Ndugu waandishi, aidha Jumuiya ya Maimamu Zanzibar Jumaza inapenda kutoa nasaha zake kwa viongozi wote wa serikali na vyama vya siasa kwa jambo hili tumemshughulisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hivyo kuna kila sababu ya kuona usimamizi na utekelezaji wake unaambatana na dhamira ya kweli, nia thabiti na ikhlasi ndani yake. Aidha amesema jumuiya hiyo inawataka viongozi na wananchi kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu kusameheana na kushirikiana katika hatua changamoto zinazolikabili taifa. Katika tamko hilo pia Jumaza imewaomba viongozi wastaafu kuendelea na kuwa pamoja na viongozi wenye ushawishi katika jamii kusaidia katika juhudi za kuimarisha maridhiano na kuhakikisha Zanzibar inaendelea kuwa na amani na utulivu. Aidha, kwa upande mwingine, Jumuiya ya Maimamu Zanzibar inatahadharisha sana kuhusu kufanya khiana katika kuendea utekelezaji wa mambo ambayo vyama hivyo vimekubaliana. Hii ni kwa sababu jambo la khiana kwa hakika linamchukiza Allah Subhanahu wa Ta'ala pindi itakapotokezea hivyo. Inaweza kuipelekea kuingia katika mtihani mkubwa wa kufikwa na mambo ambayo hatujatarajia. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuepushie mbali na jambo hilo. Na hapa napenda ninukuu maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema katika hadithi al-Qudusi ambayo ni maneno ya Allah, na hapa na nukuu: Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni watatu katika ushirika wa watu wawili, madam patakuwa ndani ya jambo hilo haijatokea khiana. Ikitokea khiana, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaondoka katika umoja huu. Hadithi hii inatufundisha nini? Kwamba tunachofundishwa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hulipa baraka na huwa pamoja katika jambo la umoja ambalo watu watashirikiana katika utekelezaji wake, na Allah Subhanahu wa Ta'ala huondoka na kukosa baraka, na wakati mwingine linaweza likaleta hata ugomvi mkubwa pale ambapo itakuwa wamekwenda kinyume na makubaliano. Sambamba na hayo, Sheikh Muhammad Haji, naibu amiri wa Jumaza, pamoja na Sheikh Masud Ahmed Nasor, katibu wa bodi ya wadhamini wa Jumaza, wamesema tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa chanzo cha kuvuruga amani na utulivu wa Zanzibar. Viongozi hao pia wamesisitiza umuhimu wa kutumia hekima, busara na mazungumzo katika kutatua changamoto zinazojitokeza kwa kuzingatia maslahi ya wananchi na taifa kwa ujumla. Kidogo kwenye swala hili la kwamba kumekuwa na wasiwasi miongoni mwa wananchi na Wazanzibar
kwa sababu ya historia iliyokuwepo iliyokuja haikuweza kutekelezwa vizuri, isipokuwa mwaka mmoja kama ambavyo mmesema katika swali lenu. Kwanza kukubaliana na hilo, lakini jambo kutaka kulifanya, wanasema nyota njema inaonekana asubuhi. Nyota njema inaonekana asubuhi. Mwafaka huu tofauti kidogo na baadhi ya miaka iliyosha kupita, ni kwamba mwafaka huu tunaweza kusema kwamba ni watu wenyewe wakubali wenyewe. Natokea mwanzo zile rabsha baada ya uchaguzi hazikuwa kubwa, pamoja na kwamba waliokuwa wamekataa matokeo, lakini hawakukataa, walikataa kistaarabu. Na baada ya hapo wakatafuta viongozi wetu ambao wana hikma na wametuzidi katika experience na wanaumwa na nchi hii wenyewe, ndio waliowaita wakawaika chini. Kwa hiyo alhamdulillah, tunaomba Allah aendelee kuwaeka wazee wetu wale, ambapo ikiwa mtatokea ikhtilafu basi tunajua pa kuelekea sio mbali, hatuvuki hata maji. Ni kwamba tumelitaka wenyewe jambo hili, na hilo sisi linatupa moyo mkubwa sana kuamini kwamba mara hii mambo yatakuwa vizuri, kwamba tumeshuhudia miaka mingi na mingine imeleta tija kubwa katika nchi na mingine iliishia kwamba ndivyo sivyo. Katika tamko letu hapa, kama alivyosikiliza vizuri, ni kwamba tumejaribu kuhusia na kusisitiza kuhusu swala la hiari. Panapokuwa na nia ya dhati popote, basi mambo yanafanikiwa kwa 100%. Mara hii rakba yetu au nia yetu na uoni wetu ni kwamba mwafaka huu utaenda vizuri sana, kutokana na mchakato ulioanza na kutokana na historia kubwa iliyovunjwa na serikali hii ya awamu ya 8 katika uchumi, maendeleo, yani ya kijamii. Kama kulikuwa na weakness au kama kulikuwa na moja lilobakia, ni hili la wananchi kuwa pamoja kimaadili, kisiasa na kimaendeleo. Jumaza pia imewataka wananchi wa Zanzibar kuendelea kulinda amani, umoja na mshikamano na kuepuka vitendo vya kauli zinazoweza kuchochea migawanyiko katika jamii.